Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya wakati huu ametupatia, wakati wa kuweza kuisikia sauti yake kupitia neno lake. Na siku ya leo tuna ujumbe unaosema kutoangamia jangwani kwa kufuata kielelezo. Maandiko yanayotutangulia katika ujumbe huu ni kutoka kwenye waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10 mstari ule wa 5 na ule wa 11. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Mungu mwema, tunakushukuru kwa sababu sisi sote tu kazi ya mikono yako. Ni wewe uliyetuumba, na kwa sababu ulituumba, wewe ni baba yetu. Sisi ni watoto wako, na kila wakati wewe Mungu unatuwazia mema, unatutakia tumaini na kufanikiwa katika siku zetu za mwisho za kuishi hapa duniani. Ndio sababu unatuonya, unatukumbusha, unatuelekeza, kwa sababu unatupenda. Umesema mwana halisi huonywa na kukemewa na kurudiwa na babaye, lakini mwana wa haramu, kwa sababu hawezi kusikia maonyo, basi hayo maonyo ya baba huwa hayawezi kusaidia. Lakini tunakushukuru Mungu kwa sababu unapotuonya nasi tunanyenyekea mbele zako ya kwamba ni watoto wako. Tunaposikia vile ambavyo unatuelekeza, tunafarijika na kuona ya kwamba hujatuacha wala kutupungukia. Mungu mwema, asante kwa somo lililoko mbele yetu. Tunaamini Roho yako Mtakatifu ataanza pamoja nasi kutufundisha na kututia katika kweli yako, na neno lako kwa sababu ni kweli litaendelea kutuweka huru na kututakasa, na wewe Mungu utaendelea kutukuzwa kwa maisha ya kanisa lako. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Tunaweza kukaa. Kutoangamia jangwani kwa kufuata kielelezo. Maandiko ambayo tumeyasoma kwenye Wakorinto wa kwanza sura hii ya 10 mstari ule wa 5 na ule wa 11, tumeona ukielezea historia ya wana wa Israeli, historia ya safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani. Na tunaona katika safari hiyo ya wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani, tunaona haikuwa na mwisho mwema, kwa sababu wale watu walioanza safari kutoka nchi ya Misri wakiwa na kiongozi wao Musa, wengi wao
hawakuweza kufika katika ile nchi ya Kanaani ambayo Mungu aliwaahidia, nchi njema, nchi ambayo maandiko yanasema ilikuwa ni nchi ambayo kulikuwa na asali nyingi na kulikuwa na maziwa mengi. Asali na maziwa yanatajwa kuwakilisha yale mema ambayo yalikuwepo katika nchi ya Kanaani. Kwa hiyo kulikuwa na mema mengine mengi zaidi katika nchi ya Kanaani. Na katika maandiko ambayo tumeyasoma kwenye ule mstari wa 5 anasema wale walioanza hiyo safari, na hiyo safari ilikuwa inapita katika jangwa. Ilikuwa lazima wapite kwenye jangwa ndipo waweze kuingia katika nchi ya Kanaani. Na mistari ambayo tumesoma ule mstari wa 5 anasema, lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Kwa sababu Mungu hakupendezwa nao, badala ya kufika katika ile nchi ya ahadi, maandiko yanasema wengi wao, sio wachache, wengi wao waliangamia jangwani, waliangamizwa jangwani. Na ule mstari wa 11 anasema, basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona jambo la kwanza, safari ya wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri kwenda Kanaani. Na hii safari ilikuwa ni ya kimwili, yaani ilifanyika hapa duniani, na ndio maana hata nchi zinazotajwa bado zipo. Nchi ya Misri ipo, hata kule Kanaani bado hiyo Kanaani ipo, japo kuna mabadiliko ya majina, lakini kwenye ramani inaonyesha ya kwamba Misri iko wapi na Kanaani iko wapi. Kwa hiyo ilikuwa ni safari ya kimwili. Wana wa Israeli walisafiri kimwili kutoka Misri kuelekea Kanaani. Na tunaona ile safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani ni safari ambayo inalihusisha kanisa la Agano la Kale. Kuna kanisa la Agano la Kale ambalo lilisafiri kutoka katika nchi ya Misri kuelekea Kanaani. Kwa hiyo tunaona pia ya kwamba kuna kanisa la Agano Jipya ambayo ni safari ya watakatifu wanaotoka katika dunia, wanaotoka katika ulimwengu huu kuelekea mbinguni.
Kwa hiyo Misri ya kiroho ni hapa duniani na Kanaani ya kiroho ni mbinguni. Na kama ambavyo tunaona hawa wana wa Israeli walipitia jangwani, kuna kufanana kwa safari hizi mbili. Safari za kanisa la Agano la Kale na safari ya kanisa la Agano Jipya. Tunaona kanisa la Agano la Kale lililotoka Misri kuelekea Kanaani lilipitia jangwani. Jangwani ni mahali ambapo pakame, ni mahali ambapo pana changamoto nyingi, ni mahali ambapo panahitaji tu Mungu aweze kutenda miujiza. Na ndio maana tunaona safari ya wana wa Israeli iliwezekana tu kwa sababu Mungu alikuwa katikati yao na akaweza kutenda miujiza. Vivyo hivyo katika Agano Jipya tunaona safari ya kanisa, safari ya watakatifu kutoka duniani kwenda mbinguni. Na hii ni safari ya kiroho ambayo inapitia majaribu mbalimbali kabla ya kuingia mbinguni. Kwa hiyo tunaona katika safari hizo zote tuna mifano ya watu waliofanikiwa. Safari ile ya kimwili ya wana wa Israeli tunaona pamoja na ule ugumu, pamoja na kupita jangwani, bado tunaona kuna watu waliopenya, walioshinda na wakaweza kuingia katika nchi ya Kanaani. Lakini kwa upande mwingine tunaona kama maandiko ambayo tumeyasoma, inasikitisha. Maandiko yanasema lakini wengi wao waliangamizwa jangwani, kwa sababu tu Mungu akupendezwa nao. Katika wale ambao wameshinda tunao mfano wa Yoshua na Caleb, ambao ni watu wazima wawili pekee walioingia katika nchi ya Kanaani, lakini hao wengine wote waliangamizwa jangwani. Lakini tuna mifano ya watu walioshindwa, au ambao Biblia inawataja, inasema kwamba wengi wao waliangamizwa jangwani. Kwa hiyo tuna mifano ya watu walioshindwa, na hii mifano kama ambavyo tumesoma kwenye ule mstari wa 11, anasema basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Kwa hiyo kushindwa kwao, vile walivyoshindwa, imeandikwa, nasi tunasoma hizo habari. Anasema hizo habari zimeandikwa kuwa mifano kwetu sisi, kutuonya tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Yaani sisi ambao tumekuwa wa mwisho. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo sisi ambao tumefikiriwa na miisho ya zamani hizi ni wanufaika, au tunatakiwa kunufaika zaidi
na huduma ya ukombozi ambayo katika siku zetu ni kwa watu wote. Ukisoma kwenye Timotheo anasema Mungu hutaka watu wote waokolewe na kufikiria toba. Watu wote Mungu anataka waweze kuokolewa. Maana yake ni kwamba waweze kuokolewa na wasiishie tu kuokolewa, kwa sababu maandiko yanasema yeye aliyeanza kazi njema mioni mwenu ataikamilisha. Waweze kuokolewa na waweze kufika mbinguni, tofauti na wengi wao wa wana wa Israeli walioangamizwa jangwani. Mungu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunatakiwa kunufaika na huduma ya ukombozi ya watu wote kutokana na ugumu ule kurahisishwa. Ugumu waliokutana nao hawa ambao waliangamizwa jangwani, kuna tofauti kubwa sana na ugumu ambao sisi tuliofikiliwa na maisha ya zamani hizi tunakutana nao. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hao baba zetu, ukisoma sasa ule mstari wa kwanza kwenye hii Wakorintho wa kwanza sura ya 10 anasema hivi: kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Wote walikuwa wapi? Chini ya wingu. Wote walikuwa chini ya wingu. Ina maana wote waliokolewa kutoka Misri, wakawa chini ya wingu. Na ukisoma katika safari ya wana wa Israeli unaona ya kwamba walikuwa wanasafiri usiku na mchana. Mchana waliongozwa na wingu, lakini usiku waliongozwa na nguzo ya moto. Kwa hiyo ni kwamba wote walinufaika na uongozi wa Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani wote walinufaika na uongozi wa Mungu. Kama ilivyo kwa kanisa la sasa la Agano Jipya, Roho ametolewa kwa ajili ya watu wote. Siku ile ya Pentekoste, watu walipojazwa Roho Mtakatifu, na watu wengine hawakuelewa, wengine wakasema wamelewa kwa mvinyo, lakini Petro akasimama katika hotuba yake akasema, sivyo mnavyodhani, hao watu hawajalewa kwa mvinyo, kwa sababu sasa hivi sio muda wa watu kunywa mvinyo au kunywa pombe. Lakini ili ni nile hiki kilichofanyika kimeandikwa, kilishatabiriwa na nabii Yoeli, ya kwamba itakuja wakati Mungu atamimina roho yake juu ya watu wote bila kujali jinsia, bila kujali hali zao, maskini au tajiri, bila kujali mapungufu yoyote walionayo. Mungu aliachilia siku ile ya Pentekoste kipawa cha Roho Mtakatifu kwa watu wote. Na kwa sababu hiyo
watu wote wanaomkubali Yesu wanaweza kuongozwa na Roho Mtakatifu, wana uongozi wa Roho Mtakatifu. Ndio maana kwenye Warumi 8 anasema wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Lakini maandiko yanaendelea kusema, ule mstari wa pili yanasema ya kwamba wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Wote wakabatizwa wawe wa Musa. Ina maana wote waliukubali uongozi wa Musa. Wote walikubali kuongozwa na Musa. Walikuwa na uhakika ya kwamba Musa ametumwa na Mungu. Ilikuwa vigumu sana watu kuamini au kumwamini Musa, lakini tunaona zile ishara ambazo Mungu alizifanya kupitia mikono ya Musa, zile ishara zilizofanywa katika nchi ya Misri, yale mapigo ambayo Farao alipigwa kupitia mikono ya Musa, ndicho ambacho kiliwafanya wana wa Israeli wamwamini Musa na kukubali kuondoka katika nchi ya Misri. Ndio maana maandiko yanasema wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Lakini pamoja na wote kubatizwa wawe wa Musa, tunaona kama maandiko yanasema wengi wao Mungu hakupendezwa nao, wakaangamizwa jangwani. Mstari wa 3 anasema wote wakala chakula kile kile cha roho. Wote wakala chakula kile kile cha roho. Wote wakala chakula kile kile cha roho. Ni kama vile neno la Mungu ni chakula. Ni kama vile neno la Mungu linapokuja ni kwa watu wote. Wote wanasikia. Wote wananufaika kusikia. Lakini cha kushangaza ni kwamba pamoja na kula chakula kile kile ambacho Yoshua na Caleb walikula, lakini wale wengine wote wakaangamizwa jangwani. Kwa hiyo unaweza ukasikiliza neno la Mungu, lakini kama hilo neno ulitendei kazi, huwezi kulitendea kazi, haiwezi kukusaidia. Kwa sababu tofauti ya Yoshua na Caleb ni kwamba wao walikula chakula kile kile cha kiroho, lakini wakakitendea kazi. Unaona, wakati watu wamevunjika moyo, Yoshua na Caleb wanasema, Mungu huyu aliyetupigania huko nyuma, Mungu aliyetupitisha katika bahari ya Shamu, Mungu aliyetulisha mana, ndiye atakayetupigania hata huko tunakoenda. Anasema, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Tunaona pia walikunywa kinywaji kile kile cha roho. Walikunywa maji yale yale yaliyotoka mwambani. Lakini pamoja na kunywa maji yale yale, maji yaliyo hai, maandiko yanasema ya kwamba Mungu hakupendezwa nao na wakawa wameangamia jangwani. Na
huduma zote hizo ambazo Mungu aliweza kuwapatia katika safari yao, Mungu alidhihirisha ya kwamba alikuwa anawawazia mema. Ni kama kwenye Yeremia 29 mstari wa 11 anasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, nikiwatakia tumaini na kufanikiwa katika siku zenu za mwisho. Kwa hiyo zile huduma ambazo Mungu aliziweka kwao, kama ambavyo tumeona, na walizipata, walinufaika nazo hizo huduma, walizitumia hizo huduma, wote walizitumia hizo huduma kuonyesha ya kwamba mawazo ya Mungu, mipango na njia zake ni kamilifu kwa wanadamu. Na kwenye ule mstari wa 11 ambapo tumesoma ya kwamba basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na maisha ya zamani. Kwa hiyo tunaona kuna maonyo kwa kanisa la Agano Jipya ambalo linasafiri kiroho na kuwa na uongozi wa Mungu na huduma zote walizopata kanisa la Agano la Kale. Yaani kama ilivyokuwa kwa kanisa la Agano la Kale, jinsi lilivyoweza kupata huduma au jinsi lilivyoweza kunufaika na zile huduma. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa katika zile huduma ambazo kanisa la Agano la Kale lilinufaika nazo, ukilinganisha na kanisa la Agano Jipya, ili kanisa la kiroho, unaona kuna tofauti. Haleluya. Kuna kitu ambacho kinaongezeka kwenye kanisa la sasa au kanisa la misho ya zamani hizi. Haleluya. Na ndicho mwandishi anachokisema hapa. Kanisa la Agano la Kale lililotoka Misri kwenda Kanaani alikuwa na mifano ya watu walioangamia. Tuko pamoja? Lakini kanisa la sasa lina mifano ya kanisa la Agano la Kale, kanisa lililosafiri kimwili. Tuna mambo mengi ya kujifunza, na ndio maana tuna mifano hata ya watu ambao maandiko yanasema Mungu akupendezwa nao, na kwa sababu hiyo wakaangamizwa jangwani. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kuonyesha ya kwamba kanisa la Agano la Kale kulikuwa na mapungufu ukilinganisha na kanisa la Agano Jipya. Na kama ambavyo nimesema, unajua hata watu wanasema aliyetangulia anapokosea, wewe ambaye uko nyuma yake unaweza ukarekebisha lile kosa kwa kuangalia yule aliyekosea. Yaani makosa yake yanakuwa ni funzo kwako ili wewe usikosee. Kuna wakati ambapo mvua zinanyesha
na mito yenye madaraja, mvua, kwa sababu ya wingi wa mvua, yale maji yanavuka mpaka daraja lilipo, yanavuka wakati mwingine na daraja linakuwa halionekani, na magari yanahitaji kuvuka. Na mara nyingi watu wenye busara huwa hawana haraka ya kuingia kama maji yamejaa na huna uhakika yamejaa kiasi gani. Yanaweza yakabeba gari au inawezekana kupita bila madhara. Kwa hiyo mara nyingi watu huwa wanasubiri mtu atangulie. Dereva atakayetaka kutangulia anasema mimi gari yangu ina uwezo nitapita, basi watu wanaangalia. Na imewahi kutokea yule aliyetangulia gari lake linaanza kubebwa na maji kidogo kidogo, linatolewa kwenye daraja na baadaye linaanguka kutokana na ile nguvu ya maji, linaanguka na watu waliomo mle ndani wanaangamia. Na wakati mwingine watu walioko kwenye ile gari, dereva anapotaka yeye kuvuka, kuna wengine wao wanasema wewe vuka peke yako. Na ikatokea dereva yule ambaye aliamua kuvuka yeye peke yake akabebwa na gari lake. Sasa hawa ambao wako ng'ambo huku hawawezi kujaribu kuvuka, kwa sababu tayari wana mfano ulio hai, sio mfano wa kusimuliwa. Wamejionea wao wenyewe kilichompata yule ambaye alijaribu. Sasa wakati wana wa Israeli wanatoka Misri kuelekea Kanaani, wao tunaona huduma ambazo walikuwa wamepewa, kama ambavyo tumeona huduma walizonufaika nazo, lakini pamoja na zile huduma hazikuweza kuwasaidia. Lakini mwandishi kwa Wakorinto anasema sisi ambao tumefikiliwa na miisho ya zamani hizi tuna kitu cha zaidi. Tuna mifano, ukisoma kwenye Biblia, ya watu ambao waliangamizwa, walianza vizuri lakini wakaangamizwa. Na ndio maana anasema ya kwamba kila anayejidhania ya kuwa amesimama na angalie asianguke. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kanisa la Agano Jipya limepewa vingi, linanufaika na vitu vingi zaidi. Au kwa maneno mengine tunaweza kusema kanisa la Agano Jipya lina huduma iliyo bora zaidi, huduma iliyoboreshwa. Kwa sababu unaweza ukasoma hata maandiko ukakutana na watu waliokosea na kile kilichowakuta. Kwa hiyo kanisa la Agano Jipya limepewa vingi. Na maandiko yanasema aliyepewa vingi vitatakwa vingi pia kwake, kulingana na vile ambavyo amepewa.
Kwa hiyo kanisa la Agano Jipya lina neema kubwa sana, lina neema kubwa pia, na ndio maana Yesu alipowaangalia watu wa Agano la Kale akiwalinganisha na watu wa Agano Jipya, Yesu Kristo alisema, akitaja mji wa Ninawi na watu wa Ninawi, alisema watu wa Ninawi watawahukumu watu wa kizazi hiki kwa sababu wao waliweza kutubu kwa mahubiri tu ya Yona. Yaani mahubiri tu ya Yona yaliwafanya watu wa Ninawi wakatubu, wakawa na toba ya kweli, sio toba ya kuigiza. Mpaka mfalme, watu wote wakawa wametubu. Kwa hiyo Yesu anasema watu wa Ninawi watawahukumu, watasimama kuwahukumu watu wa kizazi hiki kwa sababu wao waliweza kutubu katika Agano la Kale kwa mahubiri ya Yona, wakati ule ambapo hakukuwa hata walipokuwa wanaambiwa ya kwamba Ninawi itaangamizwa msipotubu, walikuwa hawajawahi hata kuona watu walioangamizwa, lakini walitubu. Lakini tofauti ni kwamba sasa hivi watu wanaposoma kwenye Biblia wanakutana na watu ambao kuna mifano ya watu ambao waliangamizwa, lakini hata katika maisha kuna mifano iliyo hai ya watu ambao hawakumpendeza Mungu, na kwa sababu hiyo Mungu akawaadhibu katika maisha tulionayo. Lakini pia Yesu akilinganisha watu wa Agano Jipya na Agano la Kale, aliikemea ile miji ya Korazini na Betsaida, akaiambia ole wako Korazini, ole wako Betsaida. Akalinganisha na miji ya Agano la Kale ya Tiro na Sidoni, akasema kama hii miujiza ambayo mimi ninaifanya hapa katika miji ya Korazini na Betsaida, kama ingefanyika katika ile miji ya Agano la Kale, miji ya Tiro na Sidoni, watu wangeweza kutubu kwa kuvaa nguo za magunia kama ilivyokuwa wakati ule wa Ninawi, Yona alipoenda kuhubiri. Kwa hiyo napo pia alikuwa anaiambia ile miji, alikuwa anawaambia wale watu wa miji ya Korazini na Betsaida ya kwamba watu wa Tiro na Sidon, miji ya kale katika Agano la Kale, watawahukumu wao, kwa sababu hata Yesu alipokuja na kutenda miujiza katika ile miji ya Betsaida na katika ile miji ya Korazini, bado watu hawakuamini. Na maandiko yanasema kwenye Injili ya Yohana ya kwamba yale yote ambayo Yesu alitenda, ile miujiza yote ambayo Yesu aliifanya, lengo lake ilikuwa watu waweze kuamini na kumwamini Yesu Kristo ya kwamba yeye ndiye Masihi, kwa sababu maandiko yaliyotabiriwa na manabii yalikuwa yanamtaja Yesu ya kwamba yeye ni Masihi na atakapokuja atatenda miujiza. Lakini bado Yesu alipotenda miujiza, watu walikuwa wanamwambia, tunataka utuonyeshe ishara, tunataka ili tukuamini, tunataka ufanye ishara ili tuweze kukuamini. Hatuwezi kukuamini mpaka ufanye ishara. Na Yesu akawaambia, kizazi hiki ni kibaya,
kizazi hiki ni cha zinaa, kinataka ishara, na akitapewa ishara isipokuwa ishara moja tu ya Yona kutoswa baharini na kukaa baharini siku tatu na siku ya tatu akatemwa na samaki, akaenda Ninawi kuhubiri Injili. Maana ya kwamba ishara pekee ambayo wanadamu wamepewa, ishara ya mwisho, ukiacha ile ya Yona kutupwa baharini na kumezwa na nyangumi, ni ishara ya Yesu Kristo mwenyewe kuja hapa duniani, akateseka, akafa msalabani, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka. Na baada ya kufufuka akawatokea wanafunzi wake kwa muda wa siku 40. Na baada ya hapo akapaa kwenda mbinguni. Baada ya siku 10 ilipotimia siku ile ya 50 tangu kufufuka kwake, akamwaga kipawa cha Roho Mtakatifu kama alivyoahidi. Hakuna ishara nyingine. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Yesu alitoa maonyo au tahadhari ya kutofanya au kurudia makosa ya wengine. Kwa kufanya au kurudia makosa ya wengine ambao maandiko yanasema Mungu akupendezwa nao, na kwa sababu akupendezwa nao aliwaangamiza jangwani, waliishia jangwani. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Tuangalie makosa yanayosababisha kuangamia jangwani. Jambo la kwanza ni kutoamini. Kwenye ule mstari wa 5 anasema, lakini wengi sana katika wao Mungu akupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Sababu ya Mungu kutopendezwa nao na kuangamizwa jangwani ni kwamba hawakuamini. Na tunapozungumzia imani, ina maana kwanza hawakumwamini Mungu. Mungu aliyewatoa kwa mkono mkuu na kutenda maajabu na miujiza katika nchi ya Misri, hata kupiga wazaliwa wa kwanza katika nchi ya Misri, ikiwepo mzaliwa wa kwanza wa Farao. Pamoja na hayo yote ambayo Mungu aliyafanya kwao na yale aliyoyafanya kwenye njia, kama ambavyo tumeona zile huduma ambazo alikuwa amewapatia, lakini bado hawakuamini. Ukisoma kwenye Waebrania 10 mstari ule wa 38 anasema, mwenye haki ataishi kwa imani, akisitasita roho yangu haipendezwi naye, haina furaha naye. Kwa hiyo walishindwa kuishi kwa imani. Na ukisoma kwenye Waebrania hiyo 11 mstari wa 1 na wa 2 tunasoma hivi, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Mstari ule wa 6 anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu, lakini
Pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima, unaona hiyo lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Ni lazima aamini ya kwamba Mungu yupo, kwa sababu Mungu ni Jehova Shama. Maana yake Mungu yuko hapa. Ni lazima aamini ya kwamba Mungu yupo, na kwa sababu yupo huwapa thawabu wale wamtafutao. Waebrania 3:12. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini, kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Unaona? Kwenye Yeremia kule anasema moyo una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Anasema anayeweza kuujua ni Mungu tu. Mungu ndiye anayechunguza moyo na kujaribu viuno. Sasa hapa pia inatolewa tahadhari kwamba, au maonyo kwamba wale watu ambao walinufaika na huduma zote za Mungu aliwapatia, lakini wakawa na mioyo mibovu ya kutokuamini. Na kwa sababu walikuwa na mioyo mibovu ya kutokuamini, automatically, yani kwa namna yani ambayo yenyewe tu ikatokea kwamba wakajitenga na Mungu aliye hai. Wakati mwingine watu wanalalamika wanapochukuliwa hatua za kinidhamu za kutengwa na ushirika, wanawalalamikia viongozi au watumishi waliochukua hiyo hatua, lakini kiukweli ni kwamba yule mtu tayari alishajitenga na Mungu aliye hai kwa sababu tu ya moyo wake kuwa mbovu, moyo kutokuamini. Tunaona kutokumwamini Mungu, lakini pia hii kuamini inaenda katika maeneo makubwa mawili, yaani inaenda pamoja. Ukisoma kwenye Mambo ya Nyakati, Wafalme wa pili sura ile ya 7, Wafalme wa pili sura ile ya 2, Wafalme wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza na wa pili. Hapa anasema, kisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli, langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona na macho yako, lakini hutakula. Naona kuna mazingira ambayo yanahitaji imani. Tunapozungumzia kuamini au kutokuamini, kuna mazingira ambayo yanahitaji imani. Na tunaona hawa walioangamizwa jangwani, kuna mazingira yaliyokuwa yanahitaji imani na wao wakashindwa kuwa na imani. Na mazingira yale ni baada ya wale wapelelezi
12 kurudi na ripoti ya taarifa ambayo walienda kupeleleza nchi ya Kanaani. Wale wapelelezi 10, maandiko yanasema wakaleta taarifa mbaya ya kukatisha watu tamaa. Na kwa sababu hiyo watu wakashindwa kuamini. Na hapa tunaona kisoma kwenye sura ya 7 unapata habari za njaa kubwa iliyotokea kule Samaria. Njaa mbaya ambayo watu walikuwa wanakula mavi ya njiwa na vichwa vya punda na vilikuwa vinauzwa kwa bei ya juu. Na tunaona nabii Elisha, kwa sababu alikuwepo wakati ule, akatangaza ya kwamba kesho Mungu atatenda muujiza. Lakini tunaona maandiko yanasema yule askari aliyokuwa pale langoni aliposikia Elisha anasema hivyo, akasema hata kama Mungu angefanya madirisha ya mbinguni, hilo jambo unalosema lisingewezekana. Tunaona nabii Elisha anamwambia, utaliona kwa macho yako siku ya kesho, lakini hutakula hicho chakula ambacho Mungu atakuwa ametenda muujiza, chakula kitakuwa kimepatikana. Na ukiendelea kusoma hapo unaona kweli ile siku Mungu akatenda muujiza baada ya wale wakoma 4 kuamua kwenda kwenye kambi ya Washami, na Mungu akatenda muujiza. Maandiko yanasema watu walipokuwa wamejazana kwenye lile lango, yule askari akakanyagwa akafa kwa kutokuamini neno la nabii, kwa kutokumwamini Mungu. Na kuna andiko jingine kwenye Mambo ya Nyakati linazungumzia juu ya mfalme Yehoshafati. Anasema mwaminini Mungu, lakini pia waaminini na manabii wake, ndipo mtakapofanikiwa. Imani inaenda haiwi tu kwa Mungu, lakini kuna watumishi wa kweli ambao Mungu ameweka, kama ilivyokuwa katika Agano la Kale. Tunaona Mungu alimuita Musa kuwatumikia watu wengine na Haruni. Vivyo hivyo ukisoma katika Agano Jipya, anasema kwenye ile Waefeso 4:11-12, anasema alitoa wengine kuwa mitume, manabii, waalimu, wainjilisti, wachungaji, kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu, ili mwili wa Kristo uweze kujengwa, ili kanisa lisiwe ni la kuchukuliwa na kuyumbishwa na upepo wa kila elimu. Kwa hiyo unaona, hiyo imani inatakiwa kwa Mungu. Huwezi kusema tu unamwamini Mungu alafu huna mtumishi ambaye anakuongoza. Mungu ndio ameweka huo utaratibu, huwezi kuepuka. Lazima uwe na mtu wa kukuongoza. Ukisoma kwenye Matendo 10, wakati Kornelio anaonyeshwa maono na malaika ya kwamba sadaka zake alizokuwa anazitoa na sala zake alizokuwa anaomba kwa Mungu zimesikiwa mbinguni, zimepokelewa mbinguni. Tunaona Mungu alimtumia malaika, lakini malaika hakufanya kila kitu. Tunaona yule malaika anamwambia Kornelio, tuma watu waende Yafa wakamwite Petro aje, na atakapokuja atakwambia ya kupasayo kutenda. Hiyo ilikuwa na maana gani? Kwa nini malaika asimalize kila kitu na ni malaika akatumwa na Mungu? Kwa nini anaacha kazi anatoa maelekezo ya kwamba mimi nimekuja hapa
nimefanya tu sehemu ambayo Mungu kaniagiza, lakini ili huduma hii iweze kukamilika, tuma watu waende Yafa wakamwite Petro. Maandiko yanasema Petro alipokuja, alipoanza tu kuhubiri na kufundisha, tayari Mungu mwenyewe akathibitisha neno lake kwa miujiza na ishara. Watu wakajazwa, watu wa mataifa, Kornelio na watu waliokuwa mle wakajazwa Roho Mtakatifu. Petro akashangaa, anasema nimejua ya kwamba Mungu ana upendeleo kwa mtu yoyote, isipokuwa huyo mtu awe mcha Mungu tu. Sharti ni awe mcha Mungu. Sasa hivi watu wanafikiri kwamba mtu akiwa katika dhehebu lao ndio sharti. Petro alisema hivyo. Petro alisema Mungu hana upendeleo, ili mradi mtu awe ni mcha Mungu, na wacha Mungu wako mahali popote pale, na Mungu anawaona. Kama alimuona Kornelio, atashindwaje kumuona mtu ambaye ni mcha Mungu, anayemtafuta Mungu kwa bidii? Na maandiko yanasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Kama kuna mtu anamtafuta Mungu kwa bidii, japo ni kwa kupapasa papasa, lakini Mungu anaona ule moyo wake, atamtafuta na kumtoa kule aliko. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hilo lilikuwa kosa la kwanza, kutoamini. Kosa la pili ni kutamani mabaya. Kwenye somo letu pale Wakorintho wa pili 10, Wakorintho wa kwanza 10, ule mstari wa 6 anasema hivi: basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya. Tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Mungu hakupendezwa nao kwa sababu wao walikuwa na tamaa ya kutamani mambo mabaya ndio wayafanye. Lakini anaendelea ule mstari wa 7, anasema wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Unaona kosa jingine, kuwa waabudu sanamu. Na ibada ya sanamu ni kitu chochote kinachosimama badala ya Mungu, unachokitanguliza badala ya Mungu, ambacho kwako wewe ni kipaumbele. Hiyo ndio ibada ya sanamu. Kwa hiyo ibada ya sanamu ndiyo iliyowafanya wale waliotangulia Mungu asipendezwe nao na akawaangamiza, kwa sababu wao kipaumbele chao badala ya kuwa ni Mungu, badala ya kumpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yao, walitoa hiyo nafasi kwa vitu vingine walivyovipenda, walivyovitamani.
Ule mstari wa 8 anasema wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala msifanye uasherati. Unajua, unapokuwa umeokolewa, wewe umeolewa na Kristo, sawa? Kanisa ni bibi harusi wa Kristo, na kwa sababu ni bibi harusi wa Kristo, linapaswa kanisa kujitunza, likielewa ya kwamba lina Bwana mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Na Yesu alisema hamwezi kutumikia mabwana wawili, kwa sababu ukiwa na mabwana wawili, aidha utampenda huyu na kumchukia huyu, lazima. Na ndio maana hata kwenye ndoa, ukishakuwa na ndoa zaidi ya mke mmoja au mume mmoja, ina maana katika hao kuna ambaye unampenda zaidi. Na kwa nini umemwacha huyo ukaenda kumchukua mwingine? Huwezi kusema eti unawatendea haki kama watu wengine wanavyosema. Eti anaweza kuwatendea haki. Unaweza kuwatendea haki vipi sasa? Unaweza kujigawa kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo ndivyo ilivyo pia. Kuna uasherati huu wa kimwili, lakini kuna uasherati wa kiroho. Uasherati wa kiroho ni pale unapokuwa na bwana mwingine zaidi ya Yesu. Na unapofanya hivyo, maandiko yanasema ya kwamba Mungu akupendezwa na jambo hilo. Anasema wakaanguka siku moja watu 23,000. Unaweza kusoma kwenye Hesabu sura ya 25 mstari wa 1 mpaka wa 8. Utasoma uone au walioanguka kwa sababu ya uasherati. Lakini mstari wa 9 anasema wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Kumjaribu. Yesu alipopandishwa na Roho nyikani pale jangwani, naye alijaribiwa pia. Na moja ya majaribu ambayo shetani alikuwa anamjaribu nayo, alitaka amjaribu Mungu. Lakini Yesu akasema haiwezekani, kwa kumjibu kuhusiana na neno la Mungu. Kuna nukuu pia, ukisoma kama una Biblia ile yenye nukuu hapa pembeni, unakuta haya yote matukio yaliyotokea. Ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu huko unakutana naye. Kitabu cha Hesabu, Kutoka, wakati wana wa Israeli walipokuwa wanasafiri.